Kwa hiyo wenzetu wanataka kutumia hiyo kanuni kuuchafua mpira wa Tanzania. Sasa nichukue nafasi hii kuwaeleza na kuwaweka wazi wa Tanzania kwamba kama likitokea jambo la namna hiyo, mjue kwamba ni mpango mkakati ambao umefanywa na maduduka kufanya mpango huo, kwamba wachukue wachezaji 8 kwa sababu kanuni inaruhusu kuanza na wachezaji 8, halafu mchezaji mmoja aumie kwamba hawezi kuendelea na mechi, ili kanuni nyingine ifanye kazi ya kwamba mchezo unasimama na uwezi kuendelea, kwamba dabi haijaisha. Sasa ni mchezo wa kihuni ambao kama ukitokea umefanywa hivyo, basi ujulikane ni mpango mkakati ambao watu wamezipata za ndani na wana uwezo wa kuziepuka hizo kanuni. Kwa hiyo tuangalie namna gani ambavyo hawa viongozi wa hizi timu wanawezaje kusimamia mpira na mpira ukachezwa. Mpira huu unatakiwa uchezwe, uishe, tuendelee na mambo mengine. Tuna jambo la uchaguzi, tutakuwa tuipigie kura wa viongozi wetu wa kiserikali. Tuna mambo mengi, ligi inatakiwa iendelee, tuna AFCON, tuna CHAN, tuna nini. Lakini kama kuna viongozi wa kihuni wa moja kati ya hivyo vilabu wanaweza wakafanya uhuni huo, basi serikali inapaswa kuwa macho na ichukue hatua kali kwa hao watu. Yaani inatakiwa ichukue hatua kali kweli kweli, kwa sababu ni jambo la kihuni linalotaka kufanywa na viongozi wa kihuni kwenye mpira wetu. Okay, labda kwa hiyo mbinu ambayo watani zenu wanayo, unaamini kwamba wanahofia labda ubora wa Yanga uwanjani? Ni kwamba wanatuogopa, hakuna lingine. Wanatuogopa, wanajua kabisa kwa kikosi cha Yanga kilivyo, hakuna timu yoyote kutoka Afrika Mashariki na Kati, sio tu Simba, Afrika Mashariki na Kati. Sisi kidogo tunaweza tukapata upinzani Afrika Kaskazini kidogo na Afrika ya Kusini kidogo, lakini Afrika Mashariki na Kati mpaka hii magharibi hakuna timu ambayo inaweza kupambana na Yanga sasa hivi ndani ya dakika 90 kauma meno isifungwe na Yanga, hakuna. Kwa hiyo naamini hiyo plani yao walioipanga, wamepanga plani itakayowafanya wao kuokoa kwenye kipigo kikali, kwa sababu wachezaji wa Young Africans, hili na waomba dakika 10 za kwanza tuwe tumeshafanya jambo la kuwafunga hata mabao 2, ili wakiondoka waondoke wakiwa tayari wamefungwa. Yaani hili jambo nalikabidhi kwake Clement Mzize, nalikabidhi kwake Pacome Zouzoua, nalikabidhi kwa wachezaji wote wa Yanga ambao watapata nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza. Dakika 5 za kwanza Simba tuwe tumeshawashona, hata wakiumia ule mchezaji wao, ili hiyo kanuni, yani tayari sisi tunaondoka nyumbani, mechi imeahirishwa, lakini tumeshakushona. Yani tuhakikishe tumeshamshona, yani anaondoka nyumbani na maumivu kwamba kashonwa. Okay, labda ni sehemu gani ambayo wewe unaiaminia zaidi katika kikosi chako kuelekea dabi? Yanga sehemu ambayo naiamini zaidi ni sehemu ya mashabiki. Yanga tukiwa mashabiki tumejaa Benjamin Mkapa, tukuwapa morali wachezaji wetu, maana yake uhakika wa ushindi ni utakuwa mkubwa kuliko jambo lolote. Yani sehemu pekee ambayo naamini wachezaji wanaihitaji ni mashabiki, kwa sababu Yanga anaweza kacheza mchezaji yoyote, idara ya kiungo anaweza kawa Shuaboi, anaweza kawa Nungunungu, anaweza kawa Mudasili, anaweza kawa Lidia Ucho, anaweza kawa Azizi Andambwile, na bado idara ikawa ngumu, ikawa